Ni Jumatatu nyingine tunakutana ndani ya Sports Warm Up, muda wa kujadili mengi ya kimichezo, na leo tutakuwa na mada ambayo inasema nini sababu ya kuongezeka kwa matukio ya utovu wa nidhamu ndani ya ligi kuu nchini Tanzania. Nitakuwa na wachambuzi wangu Baraka Jumanne pamoja na Ramadhani Kamote. Mwongozaji wako leo hii ni mimi Jordan Mgoli, mbenda kuongozea mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi. Habari za wakati huu kwanza ndugu zanguni? Ni salama, namshukuru Mungu tuko vizuri. Paa kuona tumefika hapa studio maana mambo yako vizuri. Ramadhani Kamote uko sawa? Niko safi kabisa, tumehakikisha tumefika hapa studio kuhakikisha tunatema nondo zote za kimichezo. Nikianza kwako Baraka, kuongezeka kwa matukio ya utovu wa nidhamu ndani ya ligi kuu, nini haswa sababu ama nini kinachosababisha mpaka kuongezeka kwa matukio ya utovu wa nidhamu ndani ya ligi kuu? Kwa sababu tulikuwa tukishuhudia matukio kadha wa kadha na adhabu zinatolewa. Unajua, unapozungumzia matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakionekana, kuna matukio ya timu kuingilia kwenye milango tofauti na iliyopangwa, lakini pia kuna matukio mengine ambayo yamekuwa yakihusisha marefa kwamba kuna muda wanakuwa hawaaminiwi kwamba matukio ambayo yamefanyika yanaonekana kwamba sivyo ndani ya uwanja yanayoonekana. Nafikiri ni jambo ambalo linatakiwa kuwa makini kwa bodi ya ligi, kwa sababu ni mambo ambayo yanatakiwa kusimamiwa na sheria ziko wazi kwamba ukimisbehave katika hili basi utakuadhibu kupitia hili swala. Kwako Kamote, nini sababu hasa ya kuongezeka kwa matukio ya utovu wa nidhamu? Unajua, cha kwanza mpira ni sayansi, lakini katika sayansi hiyo watu wamekuwa na mitazamo tofauti tofauti. Unajua, kuna baadhi ya timu wanaamini kwamba wakipitia mlango wa nyuma wanaweza wakashinda mechi, au wao wasipovalia nguo kwenye dressing room wanaona kwamba wao watakuwa na advantage kubwa. Unajua, kwenye mpira kuna kitu kinaitwa try, yani ili uweze kuwin mechi lazima kuna vitu vitatu vile vimekamilika, na kitu ambacho kimsingi watu wengi huwa kina affect ni winning mentality, ile mentality ya kiushindani. Kuna watu wanaamini kwamba wakipitia mlango wa nyuma au wakipitia mlango wa mbele au wasipovaa nguo kwenye dressing room wanaamini hiyo mechi watashinda, au kuna wengine wanaamini kwa muamuzi fulani akiwa anachezesha hiyo mechi basi ana bahati kwetu, na kuna wengine wanakuwa hawaamini. Kwa hiyo kimsingi hivyo ni vitu ambavyo vinasababisha matukio ya kinidhamu yawe yanatokea mara kwa mara. Ukiangalia kwenye ligi yetu especially kwenye vilabu vya Simba, Yanga na Azam, yamekuwa ni matukio ambayo yanatokea na sababu ni winning mentality, yani sababu zile za kuitaka mechi kushinda, ndio kumekuwa kuna matukio ambayo hayaendani na sanaa ya football. Unahisi adhabu ambazo zinakuwa zinatolewa kwa hawa wachezaji tumeshuhudia msimu huu Jonathan Soa, Alassane Kante, Ibrahim Baka na wachezaji wengine wakipewa adhabu za kufungiwa mpaka karibia mechi 5. Unahisi hizi adhabu ambazo wanazitoa TFF pamoja na bodi ya ligi zinakidhi uhitaji ama zinapaswa kuongezwa ili kuhakikisha kwamba matukio haya yanapungua ama kufutika kabisa ndani ya ligi kuu nchini Tanzania? Kwangu mimi naona kwamba inapaswa kuongezwa, kwa sababu wachezaji wamekuwa wakifanya matukio, ukiangalia kwa jicho la nyama, ni matukio ambayo kimsingi hayapendezi kufaa kwenye football. Unaona, mtu ameshatoa mpira anaenda anampiga mwenzake kiwiko, ni unaona kabisa dhamira yake sio ya ku play fair, be positive. Yeye ni yake ni kwamba ameshatoka na mpira, mimi nataka tu ni muadhibu. Kwa hiyo ni vitendo ambavyo sio vya kiungwana, na kwenye mpira tunaambiwa play fair, be positive. Kwa hiyo kwangu mimi naomba bodi ya ligi pamoja na TFF wajaribu kuongeza, au wawe tu hashi kwa wachezaji ambao hawafanyi vitendo ambavyo havifai kwenye football yetu. Kwako Baraka, waamuzi yana mchango gani kwa wachezaji kuathiri kisaikolojia na kusababisha waweze kufanya matukio ya kinidhamu? Tumekuwa tukishuhudia msimu huu kuna baadhi ya marefali ambao walifungiwa kutokana na maamuzi yao ndani ya uwanja. Je, kuna athari ya maamuzi kutoka kwa waamuzi kupelekea kwa wachezaji kuweza kufanya matukio ya kinidhamu? Kwanza kabisa ukianza kuzungumzia swala la waamuzi na kuathiriwa kwa baadhi ya wachezaji ambao wanakuwa kwenye vilabu tofauti hapa Tanzania bara, tunakuja kuzungumzia zaidi maamuzi ya waamuzi. Je, yanakuwa yako sahihi ama la? Kwa mfano unapozungumzia matukio mbalimbali, kwa mfano kama ile mechi ya Simba na Yanga, kunakuwa na matukio mengi sana, takriban miaka 3 mpaka sasa hivi tunavyozungumza, na hususan kwa upande kwa mfano kama Simba amekuwa labda tunaweza kusema hayamnufaishi Simba kwa upande mmoja au mwingine. Matukio yamekuwa ni mengi, lakini Simba wanakuwa wakilalamika, lakini hakuna chochote. Unajua, labda tuzungumze sababu moja ni kwamba timu yani hata kama muamuzi akifungiwa,
lakini matokeo ya timu ambayo imeyapata hayabadiliki, yatabaki kuwa pale pale. Nafikiri hili swala kama na TFF pamoja na bodi ya ligi wana kazi ya kufanya, kwamba sasa ikigundulika labda kamati ya masaa 72 imelichunguza hili swala kwamba kuna hatua gani sasa zinachukuliwa nje tu na kufungiwa kwa marefali, labda goli linaweza likafutwa. Kwa mfano ukiangalia kwa nchi za wenzetu kama Ulaya, haya mambo yapo. Kuna namna fulani goli linaweza likafutwa kama ikiwa kijiridhisha, lakini pia ukosefu wa VAR nafikiri ni moja kati ya jambo ambalo limekuwa ni gumzo sana, kwa sababu waamuzi pia wana makosa yao na ni binadamu. Kuna namna ya movement ambazo zinaweza zikatokea akashindwa kuliona vizuri. Kwa hiyo nafikiri VAR, lakini pia hata bodi ya ligi, usimamizi unatakiwa uongezeke zaidi kuhakikisha kwamba masuala yanapungua kama sio kumalizika kabisa. Kamote, miongoni mwa matukio makubwa ambayo yaliwahi kushuhudiwa kwenye ligi kuu nchini Tanzania enzi hizo ni tukio la kupigwa kwa muamuzi uwanjani, mchezo wa Young Africans dhidi ya Azam FC. Waamuzi wanaweza kuathiri vipi wachezaji kufanya matukio ya kinidhamu? Nakumbuka lile lilikuwa ni miongoni mwa matukio ambayo yalivuta hisia za wengi. Nataka kumkumbuka mwamuzi, nafikiri nikimkumbuka nitamtaja. Lakini matukio kama haya ya waamuzi yanaweza kuathiri vipi wachezaji kuweza kufanya matukio ya kinidhamu? Unajua ukiwa unacheza mpira kuna hali ya mwili kuchemka. Baada ya dakika 15 au 20 tayari reaction ya mchezaji inakuwa ni tofauti sana, na ndio maana kuna wakati unamuona mchezaji amefanya foul, refa amepuliza kipenga, lakini bado anakuwa hajaridhika na yale maamuzi. Hiyo yote inatokana na baada ya mwili kuchemka. Yani mwili ukishachemka, emotionally, physically unakuwa sio wewe tena. Unakuwa ni mtu ambaye kile unachokihitaji unahitaji kiwe. Wakati mwingine waamuzi wana maamuzi ambayo kwa wachezaji huwa yanakera sana. Yani unajua mtu anaweza ukapigwa kiatu, refa akakwambia amka, ni fair challenge. Mwenzako amefika ile shoulder to shoulder, unaambiwa bwana ni foul. Kwa nini mimi nimepigwa kiatu refa kaacha? Na unakuta kaona pale pale kabisa. Na ameona pale pale anakuambia nyanyuka, tuondoke. Sasa challenge. Unakuta matokeo kama hayo ndo yanawakasirishaga wachezaji. Unakuta mchezaji anataka kwenda kupigana na refa. Japokuwa sasa hivi kidogo hata wana saikolojia kwenye hivi vilabu wanasaidia kutuliza zile jazba za wachezaji. Unajua zamani marefa kupigwa ilikuwa ni kugusa tu. Yani kwamba ukifanya kosa kidogo, tena kuna wakati sio wachezaji tu, hata shabiki inaweza akatoka huko akakimbilia tu uwanjani. Lakini sasa hivi tunashukuru kidogo kwa sababu kuna ile hali ya usalama, wapo maafisa usalama pale uwanjani kuhakikisha mambo yatokee, na hata wachezaji pia wamekuwa wakielimika. Yani kuna zile semina ambazo zinatolewa kwa wachezaji namna ambavyo wanatakiwa kuwa. Lakini kimsingi ni kwamba maamuzi ya waamuzi wakati mwingine pia analeta jazba kwa wachezaji, kwa sababu mwamuzi naye akichemka naye pale anakuwa ni tofauti, kwa sababu naye anakimbia. Lakini hapo mimi nafikiri unajua kwenye mpira unakuta yani kwa mfano kama mimi nimekufanyia faul wewe, lakini mwamuzi kasema kwamba tupete. Sasa inamtengenezea yule mchezaji ambao yani kama mimi umenifanyia faul sasa, yani inanitengenezea zile hasira kwamba na mimi nitakuja nikulipizie baadaye. Yani ni mambo ambayo yapo yanakuwa lakini si mazuri. Huyo ni Ramadhani Kamote pamoja na Baraka Jumani ambao walikuwa wanaeleza hapa kwamba nini sababu ya kuongezeka kwa matukio ya kinidhamu ama ya utovu wa nidhamu ndani ya ligi kuu nchini Tanzania. Tunaendelea kujadili hapa na unaendelea kuwa na mimi Jordan Mgoli pamoja na wachambuzi wangu. Kwa kumalizia kabisa, tukao tunaelekea ukingoni, mbinu ambazo zinatumika ama mbinu zipi zitumike ili kudhibiti matukio haya ya utovu wa nidhamu? Baraka Jumani. Swala la kwanza ni kuongeza, tunaweza tukasema kwamba ile chachu ya zile sheria kuhakikisha kwamba zinatengeneza nidhamu bora kwa wachezaji, lakini pia zinatengeneza nidhamu bora kwa waamuzi, kuhakikisha kwamba kila mmoja akiingia uwanjani basi kila mtu aweze kucheza mpira na mwamuzi akaweza kusimamia zile sheria 17 vizuri bila vurugu yoyote ile. Nafikiri ni moja kati ya jambo ambalo swala la nidhamu ndio huwa linabeba dhamira yote katika yani ulimwenguni. Yani bila nidhamu nafikiri uwezo kufanya. Hata sisi hapa tulipo nafikiri bila nidhamu hata uwezo kaitwa hapa. Uwezo kaitwa mtu ambaye sports woman ni miongoni mwa kipindi kikubwa na huwezi kuitwa hapa kama hauna nidhamu. Kwako Ramadhani Kamote, unahisi ni mbinu zipi zitumike ili kudhibiti matukio haya, aidha kupungua ama kufutika kabisa? Kwa maana tumeona ligi yetu ni miongoni mwa ligi 6 bora. Sasa hauwezi kuwa na ligi 6, ligi ya 6 kwa ubora Afrika
alafu matukio kama haya kinidhamu yanakuwa yanaendelea kuchukua nafasi, tena mengine ni ya kitoto kabisa. Tazama tukio kama la Selemani Mwalimu ambalo lilikuwa la kawaida kabisa, tukio kama la Ibrahim Baka. Haya matukio ni mbinu zipi zitumike kudhibiti kabisa? Mimi kwangu mimi nimeshuhudia adhabu zinazotolewa, watu mashabiki wanajitokeza wanachanga tu fedha zile, mchezaji analipiwa ile 500,000 inakuwa imeisha. Kwa hiyo ni kama hakuna adhabu zile ambazo zinaweza kumfanya mtu asifikirie, akitaka kufanya tukio afikirie mara mbili kwamba nikifanya hili tukio linaweza kuniathiri kwa namna moja ama nyingine. Unajua kwenye ligi yetu tulicholaki ni udhibiti wa wachezaji. Naweza nikamtolea mfano mzuri kwenye ligi ya England, EPL. Wamekuwa na ufuatiliaji wa wachezaji wa vilabu vyote kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Mfano mzuri Greenwood, nadhani wote tunafahamu, alikuwa na scenario ambayo ilimfanya, yani ni nje ya uwanja, lakini ile scenario ilimfanya hadi ndani ya uwanja akafungiwa asiweze kucheza tena na akatolewa kwa mkopo kutoka kwenye klabu ya Manchester United. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF wangeangalia namna bora ya kuweza kupata ule udhibiti wa wachezaji kuanzia nje mpaka ndani ya pitch. Unajua kuna wakati tunasema kwamba jazba inatokea ndani ya pitch. Hapana, huyu mtu labda hakulala kambini, ameenda kwenye klabu. Kwenye klabu kuna vitu ambavyo ameviona vimemwathiri kisaikolojia. Akija kwenye pitch unamkuta saikolojia yake haipo sawa. Kwa hiyo kwangu mimi kitu cha msingi kabisa ni kuweza kudhibiti wachezaji, unaitwa udhibiti wa wachezaji. Hiyo ni kanuni ambayo England wanaitumia. Yaani mchezaji ukikosea hata nje ya uwanja tunakupunish. Lakini kwetu imekuwa ni vitu tofauti. Mtu akifanya tukio nje ya uwanja ni normal, kwamba ni maisha ya kawaida. Kwa hiyo wachezaji wetu wakipatia huo udhibiti itakuwa inatusaidia. Kuna wachezaji wengine wanakuta wanaenda kulala kwenye kumbi za starehe. Kesho ana mechi anakuja anapasha, kumbe kule aligombana. Refa umemwambia bana umekatwa kiatu umenyanyuka, kamtia mwenzake kiwiko. Ni nini? Emotionally hayuko sawa kwa sababu udhibiti wake umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo kama vilabu vyetu vitafanya hivi na bodi ya ligi wakiweka kama msumeno kakata kote, nadhani itasaidia sana kupunguza matukio ya kinidhamu ambayo kimsingi ukiangalia ni kama ushamba na inashusha rank ligi yetu ya NBC Premier League wa Tanzania. Namna hiyo tunaelekea mwishoni kabisa mwa Sports Warm Up Jumatatu ya leo, na tuna mada ambayo inasema nini sababu ya kuongezeka kwa matukio ya utovu wa nidhamu ndani ya ligi kuu nchini Tanzania bara. Unafikiri kwako Ramadhani Kamote, semina pamoja na elimu zinaweza zikasaidia kwa kupunguza matukio ya kinidhamu kwa wachezaji, kwamba zitolewe hizi semina, warsha mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wachezaji wanakuwa vyema kinidhamu, lakini pia katika saikolojia yao? Semina elekezi pia itasaidia, japokuwa haitapunguza kabisa, kwa sababu kuna wakati mtu anaweza akakusikia unachokisema akakifanyia kazi leo na kesho kutwa akasahau. Unajua si ni binadamu, tuna ile hali ya kusahau. Lakini kwenye hizo semina mimi ningeomba bodi ya ligi na TFF wangetoa kanuni na sheria ambazo kila klabu iwe na watu ambao wanakuwa wanatoa semina elekezi mara kwa mara. Unajua wachezaji ni binadamu kama sisi. Kwa hiyo nao huwa wana ile hali ya kujisahau na wana majukumu. Unajua kuna wachezaji pale wana familia. Kwa hiyo watu wa namna ile wanahitaji uangalizi wa mara kwa mara, kwamba kila mara wawepo wataalamu wa saikolojia kuweza kuwajenga vizuri wachezaji. Unajua angalia hata wachezaji wa Ulaya, panicking yao ukiangalia na kwetu ni tofauti kidogo. Zile reaction. Unajua sisi unakuta mtu anaweza kama react, hata mashabiki au sisi ambao tunaangalia mpira, mbona huyu amefanya, lakini angalia reaction yake, kwamba emotional unakuta hawako vizuri. Kwa hiyo wakifanya hivyo nadhani itatusaidia pia kupunguza matukio ambayo kimsingi hayaleti picha nzuri kwenye ligi yetu na hata kwa wachezaji pia. Unajua nidhamu ndio kila kitu. Hata Baraka Jumanne hapa alishatangulia kusema. Unaweza ukao una multi talent, mchezaji mzuri, hate yako inaruhusu, lakini wakina Bernard Morrison umeona. Sasa unapokuja kwenye swala la nidhamu, mwalimu kama Guardiola hawezi kufanya na wewe kazi kama huna nidhamu. Au ukakutana na mwalimu Jurgen Klopp hawezi kufanya kazi kama huna nidhamu. Kwako Baraka Jumanne, kwa kuhitimisha kabisa, unafikiri semina, warsha pamoja na elimu zinapaswa kutolewa kwa wachezaji, ama mchezaji tayari, kwa sababu tunafahamu si kila mchezaji anapita kwenye academies mbalimbali ambapo wanafundishwa mpira na kufundishwa nidhamu. Tunafahamu kuna baadhi ya wachezaji wanatokea mtaani tu kwenye hizi ndondo wanakuwa, kwa hiyo ana yale maisha ya mtaani ambayo wanakuja nayo ndani ya ligi kuu, na kumdhibiti mchezaji kama huyo inakuwa ni ngumu. Unafikiri elimu inaweza ikasaidia ikitolewa pamoja na semina na warsha mbalimbali?
Ya, kwa upande wangu inasaidia, naungana mkono na Kamote hapa kwa sababu ni jambo ambalo semina inaweza ikatolewa, lakini semina ikitolewa mara moja, Kamote alitoka kuzungumza hapa mara ya kwanza kwamba unaweza ukampa mtu labda tahadhari, lakini akajisahau. Yani kunapaswa kuwe na wale watu ambao watakuwa wana mhimizo wa kuhakikisha kwamba wanakuwa wanatoa maelekezo ama wanakuwa wanatoa ile elimu ya kukumbushana. Ni kama wanafunzi tu, unajua wachezaji ni kama wanafunzi. Mnapokuwa kambini labda au kama wanafunzi wanavyokuwa shuleni, plepo kwa wanafunzi wanajisahau, kwa wanasahau majukumu yao ya kujisomea, kuhakikisha kwamba wanafaulu vizuri. Sasa ili na wao kuhakikisha kwamba maadili ndani ya uwanja, lazima kuwe na watu ambao watakuwa wanaweka msingi zile basic za ethics, kuhakikisha kwamba wanakuwa wanajilinda wao wenyewe na wanalinda na maisha ya wengine wachezaji. Unajua pia mpira ni kuhakikisha kwamba unalinda afya yako na unalinda na afya ya mchezaji mwingine. Na tukao tuheshimu na tutambue uthamani wa mchezaji huyo. Yes, tunahitimisha hivyo. Pray fair, be positive, ndivyo ambavyo tunaweza kuhitimisha ndani ya Sports Home. Kulikuwa nami Jordan Mgoli ambaye nilikuongozea Sports Home Jumatatu ya leo, lakini nilikuwa na Ramadhani Kamote pamoja na Baraka Jumanne ambao wao walikuwa wachambuzi wangu siku ya leo. Tulijadili mada ambayo inasema kuongezeka kwa matukio ya utovu wa nidhamu. Je, nini sababu ya kuongezeka kwa matukio haya? Tunafikia mwisho wa Sports Home kwa Jumatatu ya leo. Nikutakia utazamaji mwema vipindi vingine hapa SAUT TV.